Niwe wa kwanza kukutakia heri ya msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Niwe wa kwanza tena kukutakia mafanikio mema katika mwaka ujao. Na hii ni FGA TV, kipindi kinachoruka ndani ya Azam Sports 1 HD, kikiangazia matukio mengi makubwa kutoka Fountain Gate Academy Tanzania. Na leo yapo mambo mengi mazuri, ungana nami Naila Shomari. Na tulionayo leo ni juu ya ujenzi wa uwanja wetu wa mazoezi mjini Babati. Utafahamu hatua kwa hatua ukubwa wa mradi huo. Fountain Gate Princess na mwanga wa matumaini. Nao Fountain Gate FC Under 20, kazi ilikuwa ngumu Dar es Salaam. Yapo pia matukio kibao ya Chipkizi Cup 2025. Hayo ni machache tu kati ya mengi yanayovutia. Ungana nami Naila binti Shomari, fahari ya Tanga, kupitia Azam Sports 1 HD saa 4:30 usiku, na pia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kidijitali. Moja kati ya takwa la kanuni kwa timu za ligi kuu ni kuwa na uwanja wa mazoezi bora na wa kisasa. Kanuni za ligi zinakataza na kushauri kuwa sio afya kwa timu kufanya mazoezi mara kwa mara kwenye uwanja unaotumika kwa ajili ya mechi. Sisi Fountain Gate FC ni moja kati ya timu ambayo inafahamu kuwa ili uwe na timu bora kwenye uwanja wa mechi ni lazima uwe na uwanja bora wa mazoezi kwa ajili ya kuiandaa timu yako. Kama Tanzanite Kwara, uwanja wetu wa nyumbani kwenye mechi zote za ligi na kombe la shirikisho ni bora, basi ni lazima tuwe na uwanja bora wa mazoezi. Na hapo ndipo ikazaliwa dhamira ya dhati kutoka kwenye moyo wa kiongozi wetu mkuu Japhet Makau. Dhamira ya kujenga na kutengeneza uwanja wa kisasa wa mazoezi, na hapo ndipo mchakato wa kuanza mradi wa ujenzi wa uwanja wa mazoezi ukaanza kwa haraka. Kama ambavyo wiki iliyopita tulikuonyesha hatua nyingine ya maboresho ya kambi ya wachezaji wetu pale Babati, basi leo tunakupa hatua nyingine ya ujenzi wa uwanja wetu wa mazoezi. Kama utakumbuka, miezi kadhaa iliyopita tulikupa habari za ujenzi wa uwanja huu. Leo tumekuletea hatua ya 3 ya maboresho. Awali, uwanja huu ulikuwa na eneo dogo sana la kuchezea na hapakuwa na ukuta wa matofali kama ambavyo unaonekana hivi sasa. Mbali na hayo, eneo la kuchezea limeongezeka na pameongezwa mapana ambayo yatatoa nafasi za kufanya shughuli zote za kimichezo. Bwana, niko Babati na nimekuja kuwaonyesha moja kati ya kitu ambacho sisi Fountain Gate tunakifanya na huenda kinaenda kuwa ni kitu cha kihistoria. Ukiutazama uzio kuanzia pale juu mpaka chini kabisa ni eneo la Fountain Gate Pre and Primary School. Shule yetu ya Fountain Gate ya msingi na awali ambayo hiko hapa Manyara. Msingi sio huo, lakini msingi ni huu hapa ambao nataka ni kuonyeshe. Kama ambavyo unaweza ukaona tunaingia ndani ya geti. Hili ni geti la nyuma, lakini kuna geti la mbele ambako kuna main gate ambalo linakupeleka moja kwa moja shuleni. Lakini nataka nikuonyeshe Fountain Gate inavyopambana kuboresha mazingira yetu sisi kama timu kuwa na moja kati ya viwanja bora vya mazoezi ambavyo pia ubora huo unaweza ukashawishi kutumika hata kwenye michezo ya ligi kuu pamoja na mashindano mbalimbali ambayo ni rasmi, hata mashindano ya CAF. Kwanza unaweza kaona eneo namna ambavyo lilivyo kubwa, eneo kubwa. Na huu uwanja kwa mujibu wa mzee wangu mtaalamu project manager Mzee Ali Choncholo anasema una urefu wa mita 110, urefu ambao umekidhi vigezo na viwango vya kutumika katika mashindano mbalimbali ambayo yanatambulika mpaka na FIFA. Kwa hiyo hii ni hatua ya pili kuelekea hatua ya 3, ambapo kilichofanyika hapa zimepandwa nyasi
nyasi za kisasa kabisa, yani zimepandwa nyasi. Lengo ni kufanya uwanja uanze kutumika kwa ajili ya mazoezi yetu sisi ya senior team, under 20 pamoja na timu yetu ya wanawake ya Fountain Gate Princess. Kwa leo nimekuleta kwenye hatua hii, nataka nikuonyeshe kukiwa bado kuna udongo. Uwanja umechimbwa, nyasi zimepandwa. Yani hapa mimi niliposimama, nimesimama kimakosa kwa sababu nimekanyaga mbegu. Lakini nataka nikuonyeshe tu kwamba mbegu zimepandwa, na mwezi wa pili Mungu akitujalia uzima, basi hapa pote patakuwa na ukijani, na nitakuja kukuonyesha hatua hiyo, nyasi zikiwa tayari zimeota katika eneo hili. Lakini mara baada ya hapo hatutaishia kwenye nyasi tu, yatajengwa majukwaa ya kisasa kabisa, lakini pia zitajengwa sehemu kama sehemu ya chakula, sehemu ya watu kupumzika, kwa maana ya kwamba tunataka tutengeneze option ya viwanja mbalimbali ambavyo vinaweza vikatumika kwenye mashindano mbalimbali, ikiwemo ligi kuu ya NBC, mashindano ya Championship, First League na mashindano mengine yote ambayo yanatambulika rasmi. Kwa hiyo visit site, njoo hapa Fountain Gate Pre and Primary School Manyara kuja kuona hiki ambacho kinaendelea. Ni kuhakikishie sisi tunakwenda kuwa timu namba 1 Tanzania kuwa na uwanja bora na wa kisasa wa mazoezi. Tukutane mwezi Februari. Mradi huu ukikamilika itakuwa ni hatua kubwa sana kwetu kama taasisi, na inatufanya kuwa miongoni mwa timu chache barani Afrika zenye uwanja wa mazoezi ulio katika viwango vya juu. Meneja mkuu wa uwanja huu, Ali Chocholo, anatuelezea hatua kwa hatua safari ilipoanzia hadi kufikia hapa tulipo sasa, pamoja na kile kitakachofuata baada ya hatua ya upambanaji wa mbegu kukamilika. Na wakati ule mlipokuja tulikuwa tumesafisha uwanja, tukaweka na vipimo na nini. Sasa hivi tumefanya level na tumepanda nyasi. Kwa hiyo tunasubiri hapa kuote, na huu ndio utakuwa uwanja wetu wa mazoezi ya Fountain Gate. Hii ni hatua ngapi ya ukarabati ama ujenzi wa uwanja? Hii ni hatua ya pili. Tumepanda nyasi, na hatua inayofuata sasa ni kuja kuweka level wakati nyasi zimeota. Pengine kutakuwa kuna mpango wa kuweka majukwaa labda? Ndio, kuna sehemu kama hii unayoona huku, tutajenga majukwaa, tutaongeza hii fence, tutatoa, tutasogeza kidogo kule, tutaweka jukwaa upande ule pia tutaweka jukwaa. Kwa hiyo washabiki watakuwa kule na huku. Swala la usalama, pengine kwenye swala la mipira, maana unaonekana kama uzio bado ni mfupi hivi. Uzio tutaongeza kwa kule chini kama unavyoona, tutaongeza kidogo ukuta, afu tutaweka fence kama wavu. Kwa hiyo mabango utakuwa kunazuia kule. Kwa hiyo mpira hautaenda kwa wananchi kule. Kwa nyasi ambazo zimepandwa hapa ni sawa na zile ambazo zimepandwa kwenye uwanja wetu wa Tanzanite Kwara? Ndio zenyewe kabisa, mbegu ndo hizo tulipanda pale Kwara, na hizi ndo ziko hapa. Kwa maana fupi tunakwenda kuwa na uwanja bora zaidi Afrika. Kwa kweli katika viwanja vya club hiki kitakuwa namba 1. Mradi huu kikamilika hautainufaisha Fountain Gate FC pekee, bali ni faida kwa taasisi nzima sambamba na timu zake zote, na hata kwa wakazi wa mkoa wa Manyara na viunga vyake. Kwa upande wa Malkia wa Babati, Fountain Gate Princess walikuwa na dakika 180 ngumu mbele yao, kucheza na timu mbili zenye mataji mengi zaidi kwenye ligi ya wanawake, Simba Queens na JKT Queens. Mechi zilizopangwa kuchezwa kwenye uwanja wa Tanzanite Kwara Babati ilikuwa ni dhidi ya Simba kwanza Disemba 17 na kisha kumalizana na JKT Queens Disemba 22. Maandalizi yalikwenda vizuri, na ilipofika jioni ya Disemba 17 katika uwanja wa Tanzanite Kwara, Fountain Gate Princess waliingia dimbani wakikabiliana na vigogo wa soka la wanawake Simba Queens. Mashabiki walishuhudia pambano la kasi, ari na upinzani wa hali ya juu. Hata hivyo, uzoefu na ukomavu wa Simba Queens ulijionyesha wazi na kuwafanya wageni hao kuondoka na ushindi wa mabao 3-0. Licha ya matokeo hayo, Fountain Gate Princess hawakuwa wanyonge. Kulikuwepo na nyakati ambazo walionyesha soka la kuvutia, ujasiri wa kushambulia na nia ya kupambana hadi mwisho.
Baada ya kipigo hicho, hakukuwa na muda wa kulalamika. Ndani ya kambi ya Fountain Gate Princess kulisikika sauti za tathmini, marekebisho na motisha. Benchi la ufundi lilikunja mikono, lilirekebisha kasoro, likijenga upya kujiamini na kuwanoa wachezaji kisaikolojia kuelekea mtihani mwingine mzito dhidi ya JKT Queens, tena pale pale Tanzanite Kwara. Mwenyewe unaweza kusema huyu anatoka, huyu tunasikia ni Mzambia, huyu tunasikia, nikamwambia hamna, hao watoto wote wako hapa muda wote, si ndio? Na kama Fountain Gate we are proud. Sawa jamani? Proud. Tulikotokea tunasema tunakuta vumbi, tunaanza upya, si ndio? Na kuna changamoto iliyotokea, ila tushaipatia solution. Jana Disemba 22, siku ya mchezo dhidi ya JKT Queens, Fountain Gate Princess walirejea uwanjani wakiwa na sura mpya, sura ya timu iliyojifunza, iliyokomaa na iliyojaa njaa ya matokeo. Mpambano ulikuwa mkali, kila timu ikipigania kila sentimita ya uwanja. Baada ya dakika 90 za jasho, mbio na mapambano yasiyokoma, mchezo ulimalizika kwa sare ya 1-1. Sare hiyo haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa ni tamko. Fountain Gate Princess wanaanguka, wanajifunza na wanasimama tena kwa nguvu zaidi. Kwa matokeo hayo, Princess waliwasha upya matumaini, wakionyesha kuwa safari yao bado inaendelea na ushindi mkubwa upo mbele yao. Hey, hey, hey.